Karibu tena ndani ya ulimwengu wa vibanda umiza, na leo tunaingia moja kwa moja na kwenda kuvunja Mortal Kombat ya kwanza kabisa kwa ajili ya Gen Z ambayo ilitoka mnamo mwaka 2021, na kiwalisia hii movie mwaka 2021 ilikuwa ni reboot ya movie ya kwanza kabisa Mortal Kombat ambayo ilitoka mnamo mwaka 1995, na kiwalisia hii movie haikupendwa na watu wengi, ila watu kama sisi movie tuliipenda kwa sababu iliingia deep zaidi sasa kuelezea mythology za ulimwengu wa Mortal Kombat, na vile pia ielezea kitu kimoja tunachokiita Arcana ambacho tulikiona sasa katika movie ya pili ya Mortal Kombat, Mortal Kombat Annihilation. Na vile pia hii movie yetu iliingia deep zaidi sasa, umeona kujua chanzo cha ugomvi kati ya Scorpion pamoja na Sub-Zero, na vile pia iliingia deep zaidi sasa kujua historia hasa umeona ya Jax, yani Jax sasa ilikuwaje akapata hii mikono ya chuma. Na je, sasa hii movie yetu ya Mortal Kombat ya mwaka 2021 ilihusu nini hasa? Na kama wewe ni mara ya kwanza kabisa katika ulimwengu wa vibanda umiza, usisite kusubscribe. Na movie yetu tupeleka moja kwa moja mnamo mwaka 1617 katika nchi ya Japan, na ni kipindi ambacho sasa nchi ya Japan ilitawaliwa sasa na koo mbalimbali ambazo zinaamini katika mambo ya kininja, yani umeona mpaka hapo. Na kwa bahati mbaya hapa tulishuhudia mauaji makubwa sana ya ukoo mmoja wa kininja ulikuwa kiitwa Shirai Ryu, umeona mpaka hapo, na ni ukoo fulani ambao ukitoka sasa mchizi mmoja alikuwa kiitwa Hanzo Hasashi. Na kwa bahati mbaya ukoo uliuawa sasa na muuaji mmoja hivyo wa Kichina kutoka katika ukoo mmoja unaoitwa Lin Kuei, alikuwa kiitwa Bin Han, umeona mpaka hapo. Ila katika movie yetu akiingia deep zaidi kujua chanzo cha ugomvi kati ya ukoo wa Shirai Ryu pamoja na ukoo wa Lin Kuei. Ila kitu kimoja ni kwamba sasa ukoo wa Shirai Ryu sasa umeona ambaye mchizi wa kitu Hanzo Hasashi alikuwa akitoka ni ukoo ambao sasa ulimzao jamaa huyu anaitwa Scorpion. Kwa hiyo kwa ujumla ni kwamba sasa mchizi wetu Hanzo Hasashi alikuwa ni Scorpion hapo baadaye. Na vile pia huyu mchizi Bin Han umeona kutoka ukoo wa wauaji kutoka China, umeona ujamaa baadaye kabisa ndio kubadilika sana kuwa mchizi mmoja ambaye tunamuita Sub-Zero. Ila katika Mortal Kombat mythology kuna story kubwa zaidi kuhusu hizo koo mbili, yani koo ya Shirai Ryu pamoja na koo sasa hii ya Lin Kuei. Ila katika movie yetu hawakuingia deep kuhusu hicho kitu, na tunaona kwa bahati mbaya Bin Han sana anafanikiwa umeona kumuua Hanzo Hasashi, na vile pia anafanikiwa kuua familia ya Hanzo Hasashi. Na wakati Hanzo Hasashi anakufa sasa tuliona kwa mbali kabisa kuna chata ya kidragon iliyeyuka fulani hivi, umeona mpaka hapo. Na katika ulimwengu wa Mortal Kombat siku zote ukiona mtu ana chata fulani ya dragon ujue mtu alikuwa yuko chosen sasa katika mpambano mkubwa kabisa kati ya dunia moja na dunia nyingine inayoitwa sasa Mortal Kombat. Ila katika hii scene tulikuwa hatujui kama Bin Han naye pia alikuwa ni party ya Mortal Kombat. Ishi pekee ambayo tunafahamu ni kwamba Bin Han alikuwa yuko pale kwa ajili sasa kama kulipiza kisasi fulani hivi au kati ya ugomvi sasa wa hizo koo mbili. Umeona mpaka hapo. Ila tunafahamu kitu kimoja kwamba Lord Raiden ambaye alikuwa ni Mungu huyo ambaye alikuwa ni protector wa dunia yetu, alikuwa akamchagua Hanzo Hasashi kama mmoja wa machampion umeona kwa ajili ya kupambana kwa upande wa dunia. Na baada ya Hanzo Hasashi kufariki dunia, mwili wake unaingia moja kwa moja ndani ya kuzimu. Na hapa jua kitu kimoja kwamba katika ulimwengu wa Mortal Kombat unapokufa unakuwa unaama kutoka ulimwengu mmoja kwenda ulimwengu mwingine. Kwa bila shaka mchezo wetu aliingia katika ulimwengu mwingine kabisa ambao ni ulimwengu wa kuzimu. Umeona mpaka hapo. Na baadaye kabisa tunaona hapa Lord Raiden ambaye ni mkuu kama mungu fulani hivi anafanikiwa kuingia katika nyumba ya Hanzo Hasashi na kufanikiwa kumchukua mtoto wa kike huyu ambaye pekee alikuwa hajauawa na mchizi anaitwa Bin Han. Na Bin Han alikuwa juu kabisa kwamba kuna mtu ambaye kabaki katika familia ya Hanzo Hasashi. Na hapa tunaona Raiden anaamua kumchukua huyu mtoto kumuokoa, na vile pia anafanikiwa kuchukua silaha ya Hanzo Hasashi. Na hapa swali kubwa kabisa la kujiuliza inakuwaje, kwa nini sasa mchizi wetu huyu umeona Raiden aliamua kumuokoa huyu mtoto huyu umeona wa Hanzo Hasashi, na je kuna issue gani special kabisa kuhusu Hanzo Hasashi? Ila baadaye kabisa katika movie yetu tutambua kitu kimoja kwamba kulikuwa kuna unabii aka prophecy kwamba mtu yoyote yule ambaye atatoka katika damu ya Hanzo Hasashi au ukoo wa Hanzo Hasashi hapo baadaye kabisa atawazuia watu kutoka Outworld umeona kushinda katika shindano la 10 kabisa la Mortal Kombat. Na kumbuka kitu kimoja, kama ulicheki review yangu ya ile movie ya mwaka 1995 tutambua kitu kimoja ni kwamba sasa katika mapambano ikitokea ulimwengu mmoja ukishinda mapambano 10 mfululizo, basi bila shaka ulimwengu sasa utaumeza ulimwengu mwingine. Umeona mpaka hapo. Na katika ile movie tulijua kitu kimoja kwamba yani hii dunia ya Outworld ilikuwa imeshinda mapambano 9 mfululizo, na inavyoonekana sasa wakishinda pambano la 10 walikuwa na uwezo wa kuimeza dunia yetu.
Kwa hiyo inavyoonekana ni kwamba sasa Lord Red aliamua kuilinda hii damu ya Hanzo Hasashi, umeona, ili kizazi cha Hanzo Hasashi kiendelee kuishi kutoka kizazi kimoja hadi kizazi kingine. Umeona mpaka hapo. Na baadaye kabisa sasa katika present day tunakutana na mchizi mmoja alikuwa kiitwa Cole Young. Na Cole Young sasa alikuwa ni descendant, umeona, wa Hanzo Hasashi. Na vile pia sasa umeona hii alama ya dragon ilikuwa kiama kutoka kizazi kimoja kwenda kizazi kingine. Kwa mchizi wetu Cole Young, umeona, chata ya dragon alikuwa kazaliwa nayo, na kama nilivyosema mwanzo kabisa, sasa ukiona hii chata katika mwili wa mtu, mshiriki mmoja huyo mtu kachaguliwa sasa kuwa champion wa dunia fulani. Kwa mchizi wetu Cole Young alikuwa ni champion wa dunia yetu hii. Ila kwa bahati mbaya ni kwamba mchizi wetu alikuwa hajui nini maana ya hii alama, kwa sababu hii alama yeye alizaliwa nayo tu na akajua tu ni alama ya kuzaliwa yani. Na kwa bahati mbaya ni kwamba mchizi ni maisha yake alikuwa yako vizuri kivile, yani mchizi yani umeona, ili apate pesa alikuwa anaingia walgoni, umeona, anapigwa na kupata pesa. Na vile pia mchizi wetu kitu moja, mchizi alikuwa ameoa na alikuwa na mtoto mmoja wa kike. Na baadaye kabisa tulikutana na mchizi mmoja alikuwa kiitwa Jax. Na Jax katika ulimwengu wa movie za Mortal Kombat ni mchizi mmoja ambaye alikuwa na mikono ya chuma, umeona mpaka hapo. Na Jax miaka 7 iliyopita akiwa na partner wake huyu anaitwa Sonya waliingia pande fulani za Brazil kwa nia kumsaka adui fulani. Na hawa wote wawili sasa, Sonya pamoja na Jax, walikuwa ni special force wa jeshi la Marekani. Na kwa bahati nzuri au bahati mbaya ni kwamba huyu adui alikuwa na maki ya dragon, umeona mpaka hapo. Na Jax baada ya kumuua huyu adui sasa, hii maki kaama kutoka katika mwili sasa wa huyu adui na kuja moja kwa moja katika mwili wa Jax. Kwa Jax, umeona, naye pia alikuwa na alama ya dragon, umeona mpaka hapo. Na kutokana na hicho kitu kwa muda wa miaka 7 sasa, umeona, Sonya pamoja na Jax wakaanza kufanya utafiti yani kujua hii alama inamaanisha kitu gani, umeona mpaka hapo, na kwa nini alama ilihama kutoka kwa jamaa na kuja moja kwa moja katika mwili wa Jax. Na waligundua kitu kimoja kwamba kwa miaka mingi sana yani, umeona, katika ulimwengu mbalimbali kuanzia dunia yetu na dunia nyingine, kulikuwa kuna tournament moja kubwa kabisa ilikuwa kiitwa Mortal Kombat, umeona mpaka hapo. Na hii tournament sasa ilikuwa kichagua watu kutokana na hii alama ya dragon. Kwa ukipata alama ya dragon moja kwa moja wewe umechaguliwa kuingia katika mpambano. Kwa katika miaka yote 7 hiyo Jax, umeona, pamoja na mchizi wake Sonya walikuwa wakiwatafuta watu wote ambao walikuwa na alama ya dragon, kwa sababu watu wanavyoonekana ni walikuwa kiuawa fulani hivi na force ambayo ilikuwa haieleweki. Na kwa bahati mbaya ni kwamba sasa kwa sababu Cole Young naye pia alikuwa na alama ya dragon, basi bila shaka yani umeona kuna viumbe kutoka nje dunia ambao vikimsaka Cole Young kwa ajili ya kumuua. Kwa hiyo Jax alikuwa pale sasa kwa nia sasa ya kumuokoa mchizi wetu huyu Cole Young. Ila kwa bahati mbaya ni kwamba katika upande wa Outworld mchawi anaitwa Shang Tsung alikuwa anajua kabisa yani kuhusu prophecy, umeona, kwamba mtu kutoka katika ukoo wa Hanzo Hasashi atamzuia sasa muona Shang Tsung pamoja na Outworld kushinda tournament ya 10. Na kutokana na hicho kitu akaamua kumtuma mchizi wetu Bin Han AK Sub-Zero kuna moja kwa moja kwa nia sasa ya kumuua Cole Young, umeona mpaka hapo. Na hapa kidogo Sub-Zero alishtua fulani hivi kwamba hii inakuaje, ni ukoo wa Hanzo Hasashi unaendelea kuishi, kwa sababu aliamini kitu kimoja kwamba mnamo mwaka 1617 aliumaliza ukoo mzima wa Hanzo Hasashi. Na hapa pia tulikuwa hatujui kwa nini sasa, umeona, Sub-Zero alichange jina, umeona, kutoka Bin Han na kuwa Sub-Zero, umeona mpaka hapo. Kwa bahati mbaya ni kwamba katika movie yetu hakuelezea background story. Yetu tunafahamu kitu kimoja katika ile movie mnamo mwaka 1995, umeona, Sub-Zero, umeona, pamoja na Scorpion roho zao zote zilikuwa zikimilikiwa na ujamaa anaitwa Shang Tsung, kwa sababu Shang Tsung sasa alikuwa ni mchawi fulani hivi ambaye alikuwa kibaro za watu mbalimbali katika ulimwengu wa movie za Mortal Kombat. Ila kwa bahati nzuri sasa wakati Sub-Zero akiingia duniani kwa nia kumuokoa Cole Young pamoja na familia yake, Jax anatokea anafanikiwa kumuokoa. Na scene ambayo nimeiona hapa ni scene fulani hivi ambayo inakumbusha sana ulimwengu wa movie za Terminator, especially movie ya kwanza kabisa ya Terminator pale Kyle Reese aliposafiri nyuma ya muda kwa nia kumuokoa Sarah Connor. Na hapa pia tukaona sasa Jax taratibu akaanza kumuelezea sasa mwana mchizi wetu Cole Young nini maana hiyo symbol, umeona mpaka hapo. Na baadaye kabisa tulishuhudia mpambano mkubwa sana, umeona, kati ya Jax pamoja na Sub-Zero. Na kwa bahati mbaya sasa Jax anapigwa sana na mikono yake inavunjwa hii, umeona mpaka hapo. Na kiuhalisia ni kwamba sasa hii ndio ilikuwa ni background story jinsi gani hasa Jax baadaye kabisa alipofanikiwa kupata mikono ya chuma, ni kwamba mikono yake ilivunjwa na ujamaa huyo Sub-Zero.
Na kwa upande mwingine pia mchizi wetu Cole Young anafanikiwa kukutana na Sonya baada ya kupata maelekezo kutoka kwa Jax. Na kipindi ambacho Sonya sasa alikuwa amemteka jamaa mmoja hivi alikuwa akiitwa Keno. Na Keno sasa katika ulimwengu wa Mortal Kombat alikuwa ni mchizi mmoja ambaye alikuwa ni mercenary. Yani mercenary alikuwa ni kama askari wa kukodi, na vile pia yani alikuwa ni mchizi mmoja ambaye anaishi underground. Yani alikuwa ni kama mhalifu fulani hivi. Umeona mpaka hapo. Kwa mchizi yani mara nyingi alikuwa kufanya kazi kwa kuangalia pesa. Yani kwa mtu yoyote yule mwenye pesa nyingi alikuwa na uwezo wa kumnunua Keno. Kwa Keno sasa alikuwa kufanya maamuzi bila kujali kama alikuwa anamuumiza nani, yeye mpango mzima ulikuwa ni pesa. Ila kwa bahati mbaya ni kipindi ambacho sasa umeona huyu mchawi kutoka Outworld alikuwa kiitwa Shang Tsung anaamua sasa kumtuma kiumbe mmoja hivi mwenye shape kama ya Latria, alikuwa kiitwa Syzoth. Na Syzoth alikuwa katumwa pale kwa nia ya kumuua Cole Young. Kumbuka Cole Young alikuwa na maki ile ya Mortal Kombat na upande wake ulikuwa ni upande wa dunia. Ila kwa bahati nzuri sasa katika mpambano tunamwona Keno alifanikiwa sasa kumuua Syzoth, na maki yake ile ya Mortal Kombat ya Dragon kama kutoka kwa Syzoth na kuja moja kwa moja kwa mchizi wetu huyu anaitwa Keno. Kwa hapa inamaanisha kitu kimoja, ni kwamba sasa ile maki alikuwa nayo Syzoth ilikuwa ni maki ya Mortal Kombat na upande wake ulikuwa ni upande wa Outworld. Nakumbuka sasa mpango mkubwa kabisa wa Shang Tsung umeona ilikuwa ni kuua mashujaa wote kutoka duniani kabla hata mpambano rasmi wa Mortal Kombat haujaanza yani. Na baadaye kabisa Sonya anasajisi kitu kimoja kwamba njia pekee sasa kuweza kujua vitu vyote kuhusu Mortal Kombat, umeona kuhusu maadui wetu wanaotusaka, ilikuwa lazima sasa watafute temple moja hivi ilikuwa kiitwa Raiden's Temple. Kumbuka Raiden ndio kama Mungu sasa umeona ambaye kazi yake ni kukusanya mashujaa mbalimbali katika ulimwengu wa dunia yetu hii. Na hapa tunaona Ken anasema kitu kimoja kwamba anafahamu umeona hii Raiden Temple iko sehemu gani, kwa sababu kumbuka mchizi wetu ni mchizi ambaye iko wa madili yani na iko chini ya underground yani. Umeona mpaka hapa, na kwa bahati nzuri sasa Keno kwa kutumia connections hapa na pale wanafanikiwa kuchukua ndege na kuja moja kwa moja sasa umeona ndani ya jangwa kwa nia ya kutafuta Raiden Temple. Na kiwalisia yani mchizi wetu alikuwa ajui Raiden Temple iko sehemu gani, na kiwalisia alikuwa anaenda katika wrong direction. Umeona mpaka hapo, ila mpango mkubwa kabisa alikuwa ni kuchukua pesa ya Sonya umeona. Ila kwa bahati nzuri wakiwa ndani Saheli yangu ndio wanakutana sasa na mchizi wetu yu Liu Kang. Nakumbuka ikata Liu Kang tumeona vizuri kabisa katika movie ya Mortal Kombat ya mnamo mwaka 1995 pamoja na movie ile ya mnamo mwaka 1997. Na tunaona pale Liu Kang anawachukua Sonya, Keno pamoja na Cole Young na kupeleka moja kwa moja katika Raiden Temple. Na ndani ya Raiden Temple sasa tunakutana na mchizi wetu Raiden. Huyu alikuwa kakusanya mashujaa wote kutoka duniani kwa nia sasa ya kuwapambanisha na mashujaa kutoka Outworld. Umeona mpaka hapo. Ila kwa bahati mbaya Sonya hakuwa na ile maki ile umeona ya Mortal Kombat. Na kiuhalisia hapa umeona Raiden alikuwa iko kidogo disappointed, yani mashujaa wake walikuwa wanaonekana wakehohehahe. Umeona mpaka hapo. Na vile pia katika mashujaa ambao tukutana nao hapa tukutana na mchizi mmoja alikuwa kiitwa Kung Lao. Na mpango mkubwa kabisa wa Raiden ilikuwa ni kuwakusanya wa mashujaa sasa umeona baada hapo wafanye training ili kupata nguvu moja kubwa kabisa ambayo ipo connect na roho yao inaitwa Arcana. Na kwa washikaji ambao walifanikiwa kuangalia ile movie ya mnamo mwaka 1997 ya Mortal Kombat Annihilation, katika mpambano wa mwisho kabisa ule umeona ambao tumeuona kati ya Liu Kang umeona pamoja na jamaa wa Outworld umeona, tuliona watu wawili walibadilika na kwa kama wanyama fulani hivi. Umeona mpaka hapo. Kwa wanyama wale ambao wako ndani ya miili yao ni kama Arcana fulani, ni nguvu ambayo ipo ndani ya miili yao. Kwa hiyo sasa hapa umeona watu wote wakawa trained ili kupata ile nguvu. Ila kwa bahati mbaya yani umeona wengi wao hakupata hii nguvu umeona, na mtu kwanza kabisa kupata nguvu yake au Arcana yake kwa mwingine alikuwa ni Keno. Na Keno kama Keno alikuwa na uwezo sasa umeona wa kutoa miale fulani hivi kama ya laser au kama ya moto fulani kutoka katika jicho lake hili. Ila kwa bahati mbaya ni kwamba mchizi wetu Cole Young alishindwa kabisa kupata Arcana yake. Na kutana nacho kitu sasa tukaona hapa Raiden akaamua kumtimua mchizi kama vipi arudi duniani, na vile pia akamwambia bana wewe yani ulikuwa ni descendant wa mchizi mmoja alikuwa akiitwa Hanzo. Umeona mpaka hapo. Na vile pia akaamua kumpa silaha ya Hanzo ili arudi naye duniani. Ile ni kipindi ambacho sasa mchawi kutoka Outworld kuitwa Shang Tsung anaamua umeona kumtuma mikono minne aka Goro. Na mikono minne tulimuona vizuri kabisa katika movie ya kwanza kabisa ile ya Mortal Kombat mnamo mwaka
1995. Na tunaona hapa Goro umeona alifanikiwa kuingia duniani, na baadaye pia tukaona mpambano mkubwa sana kati ya Goro pamoja na Cole Young. Na kwa bahati nzuri tukaona hapa sasa umeona mchezo wa Cole Young sasa akaipata ya Arkana yake baada ya kushuhudia nusu, yani umeona familia yake ni mke wake pamoja na mwanae wauawe na huyu Goro. Na mchizi nguvu yake ilikuwa iko vizuri kabisa, na nguvu yake ilikuwa ipo connected sasa umeona na Israel ya Hanzo umeona ambayo ilikuwa naye mnamo mwaka 1617. Nakumbuka sasa mpango mkubwa kabisa wa Shang Tsung ilikuwa ni kuwaua mashujaa wote kutoka duniani kabla ya mpambano rasmi wa Mortal Kombat. Umeona mpaka hapo, na kaona njia pekee sasa ya kuingia katika hii temple ilikuwa lazima ni kumrubuni huyu mchizi wetu huyu aliyekuwa akiitwa Keno. Kumbuka Keno alikuwa anapenda sana pesa, na tunaona mchizi wetu Kabali panafanikiwa kumrubuni Keno, na Keno anaharibu umeona ngao yote ambayo ilikuwa imekuwa na Raiden ili kuwazuia sasa umeona jamaa wao tu wasiingie ndani ya kempu. Na kweli kabisa baada ya ngao kuanguka tulikuwa na mpambano mkubwa sana ndani ya temple. Mfano mzuri kabisa tuliona hapa Reiko alipambana na jamaa anaitwa Jax, na kwa upande mwingine pia tukamwona Milena hapa akipambana na Sonya, na kwa upande mwingine pia tukamwona Kabali hapa akipigana na jamaa wetu Liu Kang. Ila mpambano mzuri kabisa ambao niliuona ulikuwa ni mpambano kati ya Kung Lao umeona pamoja na huyu jamaa huyu mdada kwa kitu Nitara. Na Nitara ni muonekano wake ilikuwa ni kama vampire fulani hivi, na muonekano wake unikumbusha sana movie moja ya kibabe inayoitwa Van Helsing. Na kama unataka kucheki movie Van Helsing ni bonge moja la movie, na bibi one day nikipata nafasi nitajaribu kuivunja kwa sababu ndani kuna theory kibao, yani kuhusu kanisa Katoliki umeona, kuhusu malaika anaitwa Gabrieli pamoja na mavampire. Na katika mipambano tulishuhudia Jax alifanikiwa sasa kupata Arkana yake umeona, na ile metometo zile ambazo zilikuwepo katika mikono yake kabadilika sasa na kuwa mikono ya chuma. Ila kwa bahati mbaya katika mipambano sasa tukaona hapa Shang Tsung alifanikiwa kuichukua roho ya Kung Lao. Kwa kuanzia sasa hii roho sasa ambayo ilikuwa na Kung Lao ilikuwa kimilikiwa na Shang Tsung. Umeona mpaka hapa na kwa washikaji ambao wakumjua kabisa Shang Tsung tumemwona vizuri kabisa katika movie ya kwanza ile mnamo mwaka 1995 kwamba ujamaa huyu alikuwa kiba roho za watu na kuchukua nguvu zao zina kuingiza katika mwili wake. Na baadaye kabisa tukamwona ujamaa huyu Mungu anaitwa Raiden akaamua sasa kuwachukua mashujaa wote hawa umeona na kuwaingiza moja kwa moja katika mfuko mmoja unaoitwa The Void. Na The Void concept yake inafanana kabisa na ile concept ambayo tumeiona katika ulimwengu wa MCU umeona kupitia TV show ya Loki pamoja na mchizi wetu huyu Kang the Conqueror. Kwa ni sehemu fulani ambayo yani nguvu fulani hivi kutoka ulimwengu mwingine ni kama haifanyi kazi fulani hivi, au ni sehemu fulani ndani ya ulimwengu ambao sheria zake hazifanani na ulimwengu wote ule umeona katika ulimwengu mzima wa dunia au multiverse yani. Na kwa njia pekee kabisa kuweza kupambana na maadui kutoka Outworld ilikuwa lazima sasa watumie njia ya divide and conquer. Na tunaona hapa umeona Reiko aliingia katika mpambano na mchezo tunaita Jax, na kwa bahati nzuri Jax anafanikiwa kumuua Reiko. Na kwa upande mwingine pia tukaona hapa Sonya alifanikiwa kumuua Keno. Na kumbuka Keno sasa alikuwa na ile chapa ile ya dragon umeona, na chapa ya dragon ikaama kutoka Keno na kuingia moja kwa moja kwa mdada huyu anaitwa Sonya. Kwa kuanzia sasa huyu Sonya atakuwa na nguvu fulani ambayo ni special kabisa umeona katika ulimwengu wa movie The Mortal Kombat. Na kwa upande mwingine pia mchezo wetu Liu Kang alifanikiwa sasa kupambana na ujamaa huyu alikuwa akiitwa Kabali. Na kwa upande mwingine pia tukamwona Cole Young akipambana na huyu mdada anaitwa Milena. Na Milena kama tulivyoona katika movie za Mortal Kombat zilizopita za mwaka 95 pia 97 alikuwa ni kama hybrid fulani hivi au clone ya huyu mdada anaitwa Kitana pamoja sasa umeona na hivi viumbe hivi vinavyoviita Tarkatan. Na hivi viumbe vya Tarkatan tutaviona vizuri kabisa katika movie ya pili ya Mortal Kombat ambayo ilitoka mnamo mwaka 2026. Na kwa upande mwingine pia tunaona hapa umeona baada ya Sonya kufanikiwa kumuua Keno arudi nyuma na kumsaidia Cole kumuua Milena umeona. Na kwa upande mwingine wakaamini kitu kimoja kwamba njia pekee kabisa umeona ya kuweza kumuweza Sub-Zero ilikuwa lazima sasa umeona waue mashujaa wote wengine hawako kutoka Outworld, vile pia ni waingie kwa pamoja kwenda kupambana na Sub-Zero. Ila kwa bahati mbaya ni kipindi ambacho Sub-Zero alienda kumteka familia hii umeona ya Cole, yani mke wake pamoja na mwanae wa kike huyu. Na tunaona hapa baadaye kabisa Cole anafanikiwa kuingia katika sehemu ya gym hii umeona na kupambana sana ujamaa huyu anaitwa Sub-Zero. Yani kipindi ambacho sasa umeona
damu ya Cole Young ilipoingia katika ile silaha ya Hanzo Hasashi, umeona ule mzimu wa Hanzo Hasashi ambao alikuwa kiishi kuzimu unaamka yani na unakuja duniani sasa na kumsaidia Cole Young kupambana. Sasa umeona ujamaa huyu anaitwa Sub-Zero. Umeona mpaka hapa ni kipindi ambacho Hanzo Hasashi alibadilika kutoka Hanzo Hasashi na kuwa karakta mpya kabisa, umeona, katika ulimwengu wa Mortal Kombat unaoitwa Scorpion. Na washikaji wengi wanafahamu kitu kimoja kwamba Scorpion pamoja na Sub-Zero ni maadui wa muda mrefu kama tulivyoona mwanzoni kabisa mnamo mwaka 1617. Kwa mchizi alikuja pale kwa ajili ya kufanya revenge na tuliona pambano mkubwa sana, umeona, kati ya Sub-Zero pamoja na Scorpion. Na kwa bahati nzuri kabisa Scorpion anafanikiwa sasa, umeona, kumuua Sub-Zero na vile pia anafanikiwa kuiokoa familia ya Cole Young. Na vile pia tunaona pa Scorpion aka Hanzo sasa anamwambia Cole Young kama vipi unaendeleza yani kuprotect, umeona, damu yangu au uzao wangu sasa wa Hanzo Hasashi. So kwa bahati nzuri sasa Lord Raiden pamoja na mashujaa kutoka duniani walikuwa wamefanikiwa sasa kumzuia Shang Tsung, umeona, asiue mashujaa wa dunia kabla ya mpambano wa 10 wa Mortal Kombat. Umeona mpaka hapo. Ila kwa bahati mbaya tunamuona hapa, umeona, Shang Tsung anafanikiwa kuchukua mwili wa Sub-Zero. Na tunafahamu kitu kimoja katika ulimwengu wa movies za Mortal Kombat, mtu afi anahama kutoka ulimwengu mmoja kwenda ulimwengu mwingine. Umeona mpaka hapo. Kwa inavyoonekana ni kwamba Shang Tsung sasa alikuwa anaandaa mashujaa sasa, umeona, kabla ya mpambano wa 10 sasa wa Mortal Kombat kati ya Outworld pamoja na ulimwengu wa dunia yetu. Na vile pia tunaona pa Raiden naye pia alikuwa anajipanga, umeona, kukusanya mashujaa wengine wapya ambao wataingia katika timu yake na kupambana na mashujaa kutoka Outworld. Na katika scene ya mwisho kabisa tunamuona mchizi wetu hapa Cole Young, umeona, anapambana kuingia pande za Los Angeles kwenda kumtafuta shujaa mwingine mpya kabisa katika ulimwengu wa movie za Mortal Kombat. Na mchizi bila shaka atakuwa ni nani? Atakuwa ni John Cage yani. Na character ya John Cage tuliona vizuri kabisa katika movie ya mwaka 95, na kwa bahati mbaya katika movie ya mwaka 97 iliuawa yani na Shao Kahn. Umeona mpaka hapo. Na katika movie inayofuata Mortal Kombat Part 2 sasa main character itakuwa si nyingine sasa, itakuwa ni character ya John Cage. Umeona vile pia kama tulivyoona katika movie ya kwanza kabisa main character kwa mwingine alikuwa ni Cole Young. Na kwa review sasa movie ya Mortal Kombat ya pili maybe tukutane wiki ijayo Jumamosi au Jumapili. Ila hapa katikati hapa tutapiga review za TV show ya From pamoja na TV show moja ya kibabe inaitwa Silo. Na kwa review ambazo zinafuata katika ulimwengu wa banda kumiza, stay tuned. We do not know who built the silo. We do not know why everything outside the silo is as it is.